Karibu Tabora, karibu Toronto. Ni mara yangu ya kwanza pia kushiriki ibada hii. Ukiangalia kilichohubiriwa na Baba Askofu na nia halisi ya kuwepo na au dhumuni la kuwa na ibada hii ni kudumisha umoja wa makanisa au madhehebu ya Kikristo kwa hapa mkoani, lakini Tanzania nzima na ulimwenguni. Zaidi ya Wakristo 580 kutoka manispaa ya Tabora wameungana katika ibada ya pamoja iliyofanyika Kanisa Kuu Mtakatifu Stefano, ikiwa na lengo la kuombea umoja wa Kikristo Tabora na Tanzania kwa ujumla. Tutumie dini kama sehemu ya kufarijiana, kutiana moyo, lakini ya kutufanya tuishi pamoja kama ndugu. Tuko tayari kuyatekeleza kwa vitendo, na kama tulivyokusanyika hapa ni vile vile ambavyo tunakusanyika katika shughuli mbalimbali ambazo zinahusu kanisa. Kuna shughuli za kina mama ambao wamama wote wa makanisa yote hukusanyika, shughuli za vijana, shughuli za vikundi vya kwaya. Kwa hiyo tunaona jinsi gani huu umoja umekuwa nguzo imara ya kuwakutanisha Wakristo wote wa madhehebu yote hapa mkoani Tabora. Ibada hii imeongozwa na Mwadhama Kardinali Protas Rugambwa kutoka Jimbo Kuu Katoliki Tabora, ambapo tafakari kuu imefanywa na Mhashamu Askofu Elias Chakupewa, Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora, kupitia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 mpaka wa 26. Tungeweza kutumia lugha ya sasa majimbo au madayosisi 5 kwa kanisa lote la Mungu. Kulikuwa na Alexandria, kulikuwa na Antiokia, kulikuwa na Constantinople, kulikuwa na Rumi na kulikuwa na Yerusalemu. Likiwa kanisa moja wakati ule. Na halikuwa na majina, liitwa kanisa tu la Kristo. Lakini katika ule mpasuko mkuu wanaitwa The Great Schism, karne ya 11 mwaka 1054, ndipo kanisa lilianza kugawanyika mashariki na magharibi. Na magharibi ilikuwa ni jimbo la Roma, na mashariki yakabaki yale majimbo mengine 4. Sasa jimbo la Roma, kusema ukweli, uliofanya kazi kubwa sana ya kueneza Injili. Sisi Waanglikana tunatokana na wao, Walutheri wanatokana na wao, na madhehebu mengine mengi tu ambayo baadaye yalianzishwa, akiwemo Calvinist na wengine. Lakini kule mashariki hata wao waliendelea, sio kwamba walikwama, waliendelea. Na nataka niwahakikishie mpaka leo tunapozungumza, kanisa lenye watu wengi duniani, la kwanza lenye watu wengi duniani ni Kanisa Katoliki la Roma, likifuatiwa na kanisa la Orthodox ambao ndio kanisa la mashariki. Waanglikana na Walutheri wanafuata, lakini kanisa la mashariki Orthodox na lenyewe liliendelea kuzaana na kuwa na madhehebu mengine. Usifikiri kwamba wote Orthodox ni kitu kimoja. Kuna Byzantine, kuna Coptic na kuna wengine wengi katika Orthodox. Kwa hiyo kuna madhehebu mengi ambayo yanatokana na wa Orthodox pia. Lakini kwa upande wa magharibi, ambapo sasa ndio Wakatoliki au wa Roma, na sisi Waanglikana tumetokana na wao, na kila wakati wanapotoka watu wanawaangalia wale ambao ndio wamewazaa kama walikuwa na makosa fulani. Waanglikana wakawaangalia Wakatoliki, wakasema Wakatoliki wana makosa mengi sana, hebu tuachane nao. Walutheri wakasema Wakatoliki wana makosa mengi, tuachane nao. Alafu baadaye wakaja wengine watu wa Sabato wakasema, kwa taarifa yenu, hata ninyi mnaosali Jumapili na ninyi mna makosa. Baadaye wakaja wengine wanaitwa wa Pentecoste, karne ya 19 mwaka 1901, Azusa Experience, wale mnaosoma historia. Nao wakasema kwamba unajua nini, nyote hata ninyi mnaosali Jumamosi wote mna makosa, hamjaokoka vizuri. Sasa nani ameokoka? Nani atakwenda mbinguni? Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe tunahitaji neema ya Mungu pekee. Neema ya Mungu pekee yake ndiyo inaweza kutusaidia na kutufikisha pale ambapo Mungu amekusudia tufike. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mtume Paulo katika waraka kwa Wakorintho sura hii ya 12 mstari ule, sister amesoma vizuri sana, mstari ule 12 mpaka 13. Mtume Paulo anafananisha kanisa na mwili wa binadamu. Anafananisha kanisa na mwili wa binadamu. Anasema kama vile mwili ulivyo mmoja lakini una viungo vingi, na kila kiungo kina umuhimu wake. Wote mnajua kila kiungo kina umuhimu wake. Unajua kuna viungo vingine unaweza kuvidharau ukafikiri vidogo tu, havina maana yoyote. Mimi zamani nilikuwa sijafikiri vizuri, lakini mtu mmoja akanifafanulia, akaniambia
hata hizi nyusi hizi hapa juu ya jicho, kumbe zina umuhimu mkubwa sana. Kumbe kutaka kuingia kwenye jicho, kinagusa kwanza hizi nyusi, halafu nasikia unajiondoa kabla hajafika kwenye jicho. Kumbe hata zenyewe ni muhimu. Kumbe vidole navyo ni muhimu. Kama mtu hana vidole unamuonaje? Anajisikiaje? Na ndio maana watu wanavipenda vidole na kuvipaka rangi, kwa sababu ni muhimu sana. Mtume Paulo anasema ni mwili mmoja lakini una viungo vingi, na kila kiungo kina umuhimu wake. Mwili unapopata shida, viungo vyote vinaumia kwa pamoja. Ukiona kuna dhehebu moja linateswa, huwezi kushangilia kwamba acha hao wateswe. Kama juzi walipokuwa wamefungiwa kanisa la Gwajima, lakini walioanza kuwatetea kanisa la Gwajima kwa kweli ni Wakatoliki. Walilitetea na kulisemea, na wengine walilisemea. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba huwezi kuona dhehebu moja hata kama linanitazama vibaya, hata kama likisema vibaya, alafu ninapoingia katika matata fulani au katika mgogoro fulani, au ukasema shauri yao watajiju. Sio kwamba watajiju, inatoka kwao itakuja kwako pia. Madhehebu yetu ya Kikristo yana umuhimu sana, ni kama ulivyo mwili wa Kristo. Na madhehebu mengine ni madogo madogo, lakini muhimu kama vilivyo viungo vingine vidogo katika mwili wa binadamu, navyo pia ni muhimu. Kwa hiyo Kristo alipokufa alifia kila mmoja wetu. Kristo hakufia mtu fulani, lakini alifia sisi sote. Kristo yeye ndiye mwokozi wetu, na yeye ndiye ametufundisha kuendelea kuwa kitu kimoja. Ndiye ametufundisha kuwa na ushirikiano wa hali ya juu. Ndiye ametufundisha kutegemeana, kama vile ambavyo kila kiungo kinategemea kiungo kingine. Profesa John Mbiti alikuwa ni profesa Mwanglikana kule Kenya, aliyewahi kusema kwamba nipo kwa sababu ninyi mpo, na ninyi mpo kwa sababu na mimi nipo. Alitumia maneno ya Kiingereza, I am because we are, and since we are therefore I am. Kwa hiyo anasema hiyo ndio filosofi ya Kiafrika, na kwa kweli hiyo ndio filosofi ya Kikristo. Wewe huwezi kuwa peke yako tu ukasema kwamba uko salama. Uko salama kwa sababu uko pamoja na wenzako. Kwa hiyo madhehebu ya Kikristo mbele za Mungu sisi sote ni sawa. Sisi sote ni watoto wa Mungu, na sisi sote tunahitaji neema na baraka ya Mungu. Na hakuna anayeweza kusema kwamba yeye yuko salama peke yake bila kuangalia usalama wa mtu mwingine. Kwa hiyo tabia na namna fulani ya kubaguana, kiburi na majisifu wakati mwingine, hilo ni tatizo kubwa sana la kibinadamu. Na Mtume Paulo anapoandika haya, kulikuwa na nini? Kulikuwa na issue katika kanisa la Korintho. Kulikuwa na tatizo katika kanisa la Korintho. Watu walianza kujitukuza wenyewe, na hata wengine wakatukuza viongozi wao. Wengine wakajiita wafuasi wa Apolo, wengine wafuasi wa Paulo, wengine wafuasi wa nani. Na ndipo Paulo anasema hapana, sisi sote ni mwili mmoja katika Kristo Yesu. Mtume Paulo alikuwa ndiye Wakristo wa Korintho ambao walikuwa wamejaa kiburi, walikuwa wamejaa majisifu na kubaguana. Walitishiana juu ya vipawa na karama mbalimbali ambazo Mungu amewajalia. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema mwili ni mmoja na Kristo ni mmoja. Ndugu zangu, tuendelee kuombeana, tuendelee kutiana moyo, tuendelee kupendana. Katoliki, Mwanglikana, Mluteri, na nimemwona Baba Askofu Mbagata, kanisa la Injili ya Afrika. Na kwa wasiojua, kanisa la Injili ya Afrika lilianzishwa na Waanglikana, labda wengine mmeweza msijue. Wanatokana na Wesley, John Wesley. John Wesley alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Anglikana, na mpaka kufa kwake hakuwahi kulihama kanisa. Ila wafuasi wake wakaanzisha Methodist. Na ndani ya Methodist ndipo lilianzishwa ile shirika la World Gospel Mission. World Gospel Mission ndio lilianzisha kanisa la Injili ya Afrika. Kwa hiyo huyu akija hapa ni mtoto wetu kabisa, tunampokea vizuri. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kisha ukafika wasaa wa Mwadhama Kardinali Protas Rugambwa kutoa salamu za upendo kwa mamia ya Wakristo walioshiriki katika ibada hii. Baba Askofu mwenyekiti, Askofu Chapewa na Askofu Laiza pamoja na Askofu, mimi nawashukuru sana, na singetaka kusema mengi. Nimetoka juzi Roma huko, nimefika hapa tarehe 15 na tarehe 19 ndio tunaanza kufikiria kuna Baba Chapewa msamehe kwa sana. Ninaomba niwashukuru wote walioshiriki
na mkawezesha siku hii ikawa hivi kama ilivyokuwa. Asanteni sana. Nafikiri tuna haja ya kukaa pamoja sisi kama Wakristo. Hii kwa na dini kubwa sana, kwa sababu hawa kama vile niko nalipa. Nilipofika hapa Tabora, waliopokea wa kwanza kabisa kuanzia uwanja wa ndege, baadaye huko kwa barabarani, baadaye kule nyumbani kwenye kanisa kwa Mtakatifu Teresa ni hawa. Kila siku naamini kuja kuelekea kweli sio hadithi na mlipana. Siku ikifika hapa leo maana ndio kwanza. Nilipika na cheka kweli na mwambie Elias yangu ile. Nipata kazi na yeye kufika lazima sisi hata wengine hapo nyumbani tutafika tuweze kufanya pamoja kwa mimi kwa Kristo ambao tunaendelea chini ya uongozi wa Mwenyezi. Asante sana. Kando ya ibada hii nazungumza na Askofu Dr. Isaac Kisirilaiza, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Magharibi Kati Tabora. Na hapa nikataka kujua msimamo wa kanisa ni upi katika kujenga na kukuza utume kwa wote waaminio. Kanisa halina upinzani na mtu yoyote, zaidi ya kwamba sisi tunapingana na mwovu Shetani. Kwa hiyo kama mtu ametafsiri ni mawazo yake, kanisa halina neno la mtu yoyote. Kazi ya kanisa na utume wa kanisa uko wazi kabisa, ni kuhubiri Injili, lakini pia kuwa sauti ya wasio na haki, sauti ya watu wanyonge, sauti ya watu wanaohitaji kutiwa moyo na kurudishiwa matumaini. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Hao wanaotafsiri wana mambo yao, na sisi kama kanisa tusingehitaji kupambana nao, kwa sababu kanisa linajua kitu gani kinachopaswa kufanywa na kanisa, na kwa ajili hii hatutafuti kwamba tufanye nini. Mungu ametupa, ambaye ni Bwana wa kanisa, ametupa kazi ya kufanya, ya kuhubiri, lakini pia kwa sauti yake katika jamii. Basi kwa hakika kusanyiko hili limekuwa la baraka kwa Wakristo wote walioungana kwa pamoja bila kujali madhehebu yao. Tunapokuwa pamoja kama hivi, tofauti zetu zinakuwa pembeni, kwa maana ya kwamba huyu ni dhehebu lipi na huyu ni dhehebu lipi. Tunakuwa wamoja kwa maana hiyo ya kwamba tunamtazama kiongozi wetu ambaye ni Yesu. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tunatakiwa tuwe pamoja regardless unaabudu kwenye dhehebu lipi, lakini ni wamoja. Tunatakiwa tushirikiane, tunatakiwa tupendane, tuombeane. Hata unapoona changamoto kwa watu wengine ambao ni dhehebu jingine, bado kazi yetu ni kuwaombea na kutamani kwamba wavuke, ili mwisho wa siku tuifanye ile kazi ambayo Yesu mwenyewe alituachia tuifanye. Karibu Tabora, karibu Toronto.